Breeze Online TV, the world comes to you. Tumewaita kwa ajili ya kuwapa taarifa ya matokeo ya uchaguzi wa viongozi katika mamlaka za serikali za mitaa kwa uchaguzi tuliofanya kwa lengo kwamba tupate viongozi wetu wa vijiji, vitongoji pamoja na mitaa. Na uchaguzi uliofanyika jana tarehe 24 mwezi wa 11 mwaka 2019. Ndugu habari, fungu la sheria ya serikali za mitaa, mamlaka za wilaya sura namba 287 na sheria za serikali za mitaa, mamlaka ya miji sura namba 288 zinaelekeza kufanyika kwa uchaguzi wa viongozi wa mitaa, vijiji na vitongoji kila baada ya miaka mitano. Kwa mwaka 2019 uchaguzi wa wenyeviti wa vijiji, vitongoji, mitaa, wajumbe wa halmashauri ya vijiji na wajumbe wa kamati za mitaa umefanyika tarehe 24 mwezi Novemba 2019, yaani ni jana. Tukumbuke kwamba zoezi la uandikishaji ya kuandaa orodha ya wapiga kura lilifanyika kwa mujibu wa kanuni za uchaguzi wa viongozi katika mamlaka za serikali za mitaa kuanzia tarehe 8 Oktoba mpaka tarehe 17 Oktoba 2019, na jumla ya wapiga kura 1,681,259 walijitokeza kujiandikisha katika daftari la orodha ya wapiga kura. Kati yao wanaume walikuwa 9,522,992 na wanawake walikuwa 10,151,267. Idadi hiyo ya uandikishaji ni sawa na 86% ya lengo la kuandikisha wapiga kura 1,22,916,412. Sasa tukumbuke kwamba kulikuwa na zoezi la uchukuaji na urejeshaji wa fomu kwa ajili ya maombi ya uteuzi. Katika zoezi hilo jumla wananchi 550,036 kutoka vyama mbalimbali vya siasa walifanikiwa kuchukua fomu na jumla ya wagombea ama wananchi 539,993 sawa na 97.3 walifanikiwa kurejesha fomu zao. Katika mchakato huo kuna vyama vilishiriki vya kisiasa katika uchaguzi wetu. Ni kwamba zoezi la uteuzi wa wagombea wa viongozi katika nafasi za mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa kitongoji, mwenyekiti wa mtaa na wajumbe wa halmashauri ya kijiji na wajumbe wa halmashauri ya mtaa lilifanyika Novemba 5, 2019. Aidha, mapingamizi na rufaa zilisikilizwa na kutolewa maamuzi kati ya tarehe 5 mpaka tarehe 9 mwezi Novemba 2019. Jumla ya vyama vya siasa 19 vilishiriki katika hatua mbalimbali za uchaguzi wa serikali za mitaa. Vyama hivyo ni pamoja na vifuatavyo: 1. Chama cha Mapinduzi, Chadema, CUF, ACT Wazalendo, NCCR Mageuzi, UPDP, NLD, NRA, SAU, ADA Tadea, TRP, UDP, Demokrasia Makini, DP, AFP, CCK, ADC, UMD na Chauma. Kampeni za uchaguzi. Kampeni za uchaguzi zilifanyika kwa muda wa takriban siku 7 ambao zilianza tarehe 17 Novemba 2019 hadi tarehe 23 Novemba 2019. Kwa kuzingatia kanuni na miongozo ya uchaguzi wa serikali za mitaa ambao tulizitoa katika mchakato huu wa uchaguzi. Kampeni zilifanyika kwa amani na utulivu sana. Kwa kweli naomba niwahakikishie kampeni zote katika siku 7 zilifanyika kwa amani na utulivu sana hapa mchini kwetu bila vurugu wala uvunjifu wa amani yoyote. Aidha, kampeni hizo ziliratibiwa vizuri kwa kuzingatia ratiba za kampeni zilizoandaliwa kabla ya kuanza kwa zoezi hilo la kampeni. Sasa kwa upande wa matokeo ya uchaguzi kulikuwa na wagombea waliopita bila kupingwa. Mikoa ambayo wagombea wa nafasi zote za uongozi katika halmashauri zote wamepita bila kupingwa kupitia Chama cha Mapinduzi ilikuwa ni mikoa minne. Ulikuwa mkoa wa Tanga, mkoa wa Katavi, mkoa wa Ruvuma na hali kadhalika mkoa wa Njombe. Jumla ya wagombea waliopita bila kupingwa kupitia vyama mbalimbali vya siasa katika halmashauri zote nchini ni kama ifuatavyo.
Moja, Chama cha Mapinduzi. Kwa upande wa Chama cha Mapinduzi kilipita bila kupingwa kwa jumla ya nafasi za uongozi 316,474. Kati ya nafasi hizo, nafasi ya wenyeviti wa kijiji zilikuwa 12,028, wenyeviti wa vitongoji walikuwa 62,927, wenyeviti wa mtaa walikuwa 4,207, wajumbe kundi la wanawake walikuwa 105,953, na wajumbe kundi mchanganyiko walikuwa 131,359. Hii ni kwa upande wa Chama cha Mapinduzi. Upande wa chama cha Chadema kilipita bila kupingwa kwa jumla ya nafasi za uongozi 69. Kati ya nafasi hizo, nafasi kundi la wanawake zilikuwa 27 na kundi la mchanganyiko zilikuwa nafasi 42. Kwa upande wa chama cha wananchi CUF, nafasi zilipita bila kupingwa kwa ujumla ya nafasi za uongozi zilikuwa ni nafasi 8. Kati ya nafasi hizo, nafasi za wajumbe la kundi la wanawake zilikuwa 3 na nafasi kwa kundi mchanganyiko walikuwa watu 5. ACT Wazalendo chama cha ACT Wazalendo kilipita bila kupingwa kwa jumla ya nafasi za uongozi 12. Kati ya nafasi hizo, nafasi ya kundi la wanawake ilikuwa ni 1 na nafasi ya kundi mchanganyiko zilikuwa 11. Sababu kuu za wagombea hao kupita bila kupingwa zilikuwa zifuatazo: 1, wagombea wa vyama vingine kutochukua fomu kabisa ya kuomba kugombea katika nafasi hiyo. Kwa hiyo utakuja kuona kwamba chama kimoja au nafasi hiyo imegombewa na chama kimoja peke yake. Kwa hiyo yule mtu anakuwa amepita bila kupingwa provided kwamba alikuwa na sifa zote, basi mtu huyo alikuwa amepita bila kupingwa. Na sababu ya pili ilikuwa kwamba wagombea wa vyama vingine kutorejesha fomu za kuomba kuteuliwa. Kuna watu walichukua fomu lakini wengine hawakurejesha fomu. Kwa hiyo utajikuta kwamba waliochukua kurejesha zingine ni chama kimoja peke yake ndio kilichukua fomu ile, basi utakuta mtu yule aliyochukua fomu ndio amepita bila kupingwa. Na sababu ya tatu ni baadhi ya wagombea walioteuliwa, yani baadhi ya wagombea wamewekewa mapingamizi mbalimbali, kwamba mtu amewekewa pingamizi, baada ya pingamizi limequalify, basi utakuta mtu amepita bila kupingwa alibaki. Na wagombea wa baadhi ya vyama vya siasa kujitoa au kuondolewa udhamini. Tumesema kwamba kama mnakumbuka kwamba kuna baadhi ya vyama vya siasa vilitangaza kujitoa, lakini kwa mujibu wa kanuni zetu ni kwamba anayepaswa kujitoa ni mgombea mwenyewe ama ngazi ambayo iliyomdhamini ndio ina haki ya kutoa udhamini wake. Na kuona hilo ndio maana tuliamua kuandika barua katika vyama vyote vya siasa kuwaeleza kwamba wazielekeze ngazi zao za chini au magombea wao kwamba wajitoe kwa mujibu wa kanuni. Sasa utajikuta kwamba vyama vingine vilitekeleza hiyo haki ya msingi ambao wameona kwamba wao ni haki yao ya kidemokrasia. Kwa hiyo utakuta wale wagombea wao wengine waliamua kujitoa. Sasa utajikuta sisi amebakia mgombea mmoja, sasa maanake amebaki amepita bila kupingwa. Sasa matokeo ya ujumla kwa wagombea kwa kila chama katika mchakato wa uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2019, kwa ujumla nafasi 362,160 zote zilihusika katika uchaguzi. Yani tulikuwa na nafasi za vijiji 12,262, mitaa 4,263, vitongoji 63,992, wajumbe la kundi wanawake walikuwa 106,622 na wajumbe la kundi mchanganyiko walikuwa 145,021. Matokeo yalikuwa kama ifuatavyo, ambayo hii sasa ndio sehemu muhimu sana, kwamba baada ya mchakato huo wote matokeo yalikuwaje. Chama cha Mapinduzi, manake hayo ni jumla wote waliopita bila kupingwa na wale waliopigwa kula. Kwa upande wa wenyeviti wa vijiji, Chama cha Mapinduzi kimeshinda kwa nafasi 12,260 sawa na asilimia 99.9. Kwa upande wa mitaa, Chama cha Mapinduzi kimeshinda mitaa 4,263 sawa na asilimia 100. Kwa hiyo manake mitaa yote ilienda kwa Chama cha Mapinduzi. Wenyeviti wa vitongoji, Chama cha Mapinduzi kimeshinda nafasi 63,970 sawa na asilimia 99.4. Kwa nafasi ya wajumbe la kundi wanawake, Chama cha Mapinduzi kimeshinda nafasi 106,577 sawa na asilimia 99.96.
na wajumbe la kundi mchanganyiko, Chama cha Mapinduzi kimeshinda nafasi 144,925 sawa sawa na asilimia 99.9. Kwa upande wa chama cha Chadema, wenye viti wa vijiji imeshinda nafasi moja, haikufanikiwa kupata mtaa, lakini wenye viti wa vitongoji imepata nafasi 19. Wajumbe kundi la wanawake imepata nafasi 39 na wajumbe kundi mchanganyiko imepata nafasi 71. Kupata habari mbalimbali zinazojiri kila kona ya dunia, tafadhali subscribe, like na ucomment. Breeze Online TV.